Yes, yo, bana mambo vipi? Hapa ni official Zungu_. Kuna mada nimeitambulisha, nataka tuifafanue zaidi hapa kwenye video. Nasema ya kwamba kama Iran wataamua kabisa kufunga ule mlango wa bahari wa Hormuz, maana yake Afrika tutakuwa na hali mbaya sana, hususan katika nchi ambazo zipo mashariki na kusini mwa Afrika. Sasa kwa nini nasema hivi? Tusikilizane vizuri ili tupeane elimu kwa pamoja. Nitaizungumzia nchi yangu ya Tanzania. Kwa mfano sisi Tanzania tunanunua mafuta Saudi Arabia, tunanunua mafuta Algeria. Sasa maana yake ni kwamba kama mfano ni huo, mafuta yote ambayo Tanzania anayanunua mashariki ya kati ikiwemo Saudi Arabia hayatofika Tanzania, kwa sababu ili mafuta yote yanayotoka mashariki ya kati yafike Tanzania lazima yapite kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, alafu yapite hapa kwenye bahari ya Oman, then yashuke huku chini katika bahari ya Hindi, yaende bara la Afrika, mengine yapande juu yaende katika bara la Hindi pamoja na Uchina. Sasa kama watafunga pale ule mlango bahari Iran wa Hormuz, maana yake sisi Tanzania hatutapata tena mafuta kutoka mashariki ya kati. Sasa inakuwaje? Tutakuwa tunategemea tu mafuta kutoka Algeria, na mafuta ya Algeria ili afike Tanzania yanakujaje? Hayatumii malori, hayatumii ndege, maana yake itatumia Mediterranean Sea, then tutapita katika mfereji wa Suez kushuka kwenye Red Sea, alafu tuingie kwenye bahari ya Hindi. Sasa kitachotokea ni nini? Ni kwamba mafuta ya hizi nchi za kina Algeria yatakuwa na foleni kubwa sana, kwa sababu kumbuka pale mashariki ya kati kuna 49% ya mafuta yote ya dunia. Kwa nchi nyingi kwa kweli zinategemea. Sasa kama Iran anafunga pale, maana yake ana lock mafuta yote ya mashariki ya kati. Sasa haya mafuta yaliyoko Algeria na sehemu nyingine yatakuwa na foleni kubwa sana ya nchi mbalimbali kutaka kutumia. Kwa hiyo moja kwa moja kwanza gharama zitapanda, kutakuwa kuna msongamano mkubwa sana kwenye mfereji wa Suez. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huku Tanzania na sisi pia tutaathirika moja kwa moja, kwa sababu mafuta yataingia kwa wingi kutoka mashariki ya kati. Tutakuwa tunategemea Algeria kwa sababu ndo nchi pekee inayozalisha mafuta ambayo ipo karibu na sisi kijiografia. Kutokana na usafiri wetu wa mafuta tunaunganishwa na bahari, ni Algeria pekee ambayo ipo karibu na sisi. Huwezi kuchukua mafuta kutoka Nigeria ambayo iko Afrika Magharibi. At least uchukue mafuta ya Algeria yaliyoko hapa juu Afrika ya Kaskazini, alafu upitie Mediterranean, Suez, ingia bahari ya Hindi, njoo pwani Afrika Mashariki. Kwa hiyo maana yake kuna foleni hivyo katika uchukuaji wa mafuta, na wakifunga jamaa chochote ambacho hii nguo unayovaa ili kufikie ni usafiri, ni mafuta. Ili move from one place to another, utumie bodaboda, utumie bajaji, utumie gari, ni mafuta. Na sisi nchi zetu hizi za Afrika Kusini na Mashariki tunategemea mafuta kwa kiasi kikubwa, mambo ya diesel, mambo ya petroli hayo. Kwa hiyo ni kwamba maisha yatakuwa ghali. Tusiombe hichi kitu kitokee, lazima tutoe hiyo elimu. Maisha yatakuwa ghali kweli kweli. Tutakuwa tuna sehemu moja tu ya kutegemea mafuta kwa mujibu wa jiografia, kwa sababu hata mafuta sijui ya UAE, Dubai, mafuta ya Iran, yote lazima yapite Hormuz. Bila kupita pale njia itakuwa ni ndefu kweli kweli, yani haiwezekani. Ni njia ya kimkakati ile. Hapa ndio Official Zungu_, kuchambua pamoja hapo chini.